hakuna kama wewe Baba, hakuna kama wewe Baba. Twakinulia mikono yetu Bwana, twakuabudu wewe Bwana. Wewe ni Mungu wa milele, wewe ni Mungu wa neema na rehema, wewe ni Mungu wa neema kubwa. Tunakuabudu wewe Bwana. Shandarabarameba riamanamo siakama yandayamana bebeba ziana manamo kambarabahande
Mungu wa milele, tunakupenda wewe Mungu wa neema. Uonyesha watu wako rehema asubuhi na mapema, waonyesha Bwana ukuu wako usiku Bwana, wafunika kwa mfano uwepo wako, unawalinda Bwana kwa neema yako. Bwana, 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 twakuinulia mikono yetu Jehova, twakuabudu wewe Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Makala bala 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 mama, siya mana mana be mana 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 be, rakaya mayane salala mana be mama, rimamba, takuinulia mikono jioni ya leo Bwana, tunakuita Jehova, tunakuita Jehova, tunakuita Jehova. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Wewe ni moto ulao Bwana, wewe ni tumaini la mioyo yetu Bwana, wewe ni msaada wa karibu Bwana. Tunakuabudu jioni ya leo Bwana, 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 Baba, Baba, remanda sula banda da beba, rakane mahaneba, rimanda ramana beba, na beba, remanda, rimanda rebeba, reko maseka ya da baheba, ume ya kone si akanda, remene mo si akande raraba, riele sararamomo. Hakuna jambo gumu kwako Bwana, tunakuinua, tunajua wewe unaweza, tunajua wewe unatosha, tunajua wewe unajibu, tunajua wewe unatenda. Umenitendea mambo makubwa Bwana, ninainua mikono yangu na sauti yangu kwako Baba, ninakushukuru Bwana kwa matendo yako makuu, kwa matendo yako ya ajabu. Rema kamba barabara meba, Bwana Baba, sisi tunakuabudu Baba, sisi tunakuabudu Baba, mimi ninakuabudu Baba, mimi ninakuabudu, hakuna mwingine kama wewe Baba, wala tunakuabudu wewe Bwana wa mabwana Baba, sisi tunakuabudu, mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu, mikono yetu tunainua, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, mbele zako tunainama, sisi tunakuabudu, ewe Baba, Baba, sisi tunakuabudu, ewe Baba, ewe Baba, ewe Baba, ewe Baba,
Twakuinulia mikono yetu Baba, twakuinulia ibada zetu Baba, twakuabudu wewe usinzi wala ulali. Bwana, 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 mtakatifu ni wewe, mwenye enzi ni wewe, mwenye utukufu ni wewe. Wewe ni Baba, 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 wewe ni Baba. Kuabudiwa ni wewe Baba, nani kama wewe Baba? Wakuheshimika ni wewe Baba, nani kama wewe Jehova? Wakuabudu wewe Bwana wa mabwana, nakuinua wewe Mungu wa milele, nakuheshimu wewe Bwana wa mabwana. Mbele zako Bwana, tunainama, tunainuka, ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakuabudu Baba, viumbe vyote vinakuabudu. Twakuinulia mikono yetu Bwana Yesu, twakuinulia mikono yetu Bwana Yesu. Bwana, tunakuabudu wewe peke yako, tunakuabudu wewe peke yako, tunakuabudu wewe peke yako. Tunakuabudu wewe peke yako.
Bwana. Uliumba ukubwa wewe Bwana, nani mwingine kama wewe Baba? Tunakutambua wewe Bwana, uwepo wako ndani yetu Bwana. Tunakuinulia mikono yetu Bwana Yesu, tunasema unastahili, tunasema unastahili, tunasema unastahili, unastahili Bwana. Fungua kinywa chako, mwambie Yesu unastahili, unastahili, unastahili. Oh, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Son of God. Help us today, Lord. Help us today, Jesus. Teach us that which we know not. Teach us, Lord, that which we know not. Because we need you, Jesus. Father, we ask you in the name of Jesus that you take all the glory, take all the praise. Thank you for bringing us to this class to listen, to learn, to receive. Then you give us the ability to apply that wisdom and knowledge that we are getting from you. In Jesus' name we pray. Say amen. Are you clapping your hands to Jesus? Hallelujah. Thank you, Jesus. The Lord bless you. Let us be together. Don't sit somewhere alone. God bless you. Thank you, everyone. Hallelujah. Glory to God. I want to perfect on our business study today. And the things that I'm going to share, they are proven. They are what? They are proven. I want to begin by reading this scripture in 1 Thessalonians chapter 5. After you have confirmed everything, apply it. 1 Thessalonians chapter 5. The word of God is very clear. Verse 21. 1 Thessalonians chapter 5, verse 31. 21. The scripture says, prove all things. Do what? You prove. That is, the Bible says you prove. You do what? What we are going to learn today is not something new. But you see, it is something that I have applied in my own life. And what I see is success. What I see is growth. What I see is increase. 1 Thessalonians 5:21. Prove all things. Then after you prove, what are you supposed to do? You hold fast or firmly that which is good. So listen, after you have proved everything,
The scripture says you hold on. You do what? That is, you hold fast. You tighten your grip. You do what, Church of God? You tighten your grip on the wisdom, the knowledge, the principles that you get that will help you to do your ministry. That is, to do your business the right way. Prove all things. So don't leave room for guesswork in a business. Don't leave room for guesswork. Prove all things. Prove all things. Then after you have proved everything, all the fast family, shika hiyo kitu ambacho umeonyeshwa, kishike na grip yote. And you say, come rain, come sunshine. What I know, I know. Are you getting that? Come rain, come sunshine. What I know, I know. And I'm not going to be loose. To be what? Loose with anything that pertains my life and business. Don't be loose. Not everybody who passes by and tells you, give me 5,000. You just take from your business and you dish out. Be firm. Be firm. All the fast. You know, I love this. It says you prove all things. When the Bible says all things, that includes business. It includes your life. The time you wake up to the time you retire to bed. Prove all things. Then all the fast that which is good. I want to begin with something I want to say quickly. In your business, curb west. Curb. Yani, C-U-R-B. You curb west. West. Hakikisha ya kwamba hakuna kitu kinapotea kwa hiyo biashara. Umeelewa vile nimesema? As I share, you're going to see it. We are so loose that we cannot account of everything that comes to our business, and we cannot account everything that goes out of that business. It is those who learn how to manage small will eventually become managers of the big. Begin with the little things. Begin with the little things. Jesus, after performing the miracle of feeding the multitudes in John chapter 6, he told them in verse 12, and when they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Nothing be lost. And this is not in business only. This is also in your way of life as a believer. Make sure you curb west. Close every hole. Funga kila shimo. How many are listening to Brother Wambua? Today I'm not a pastor. You see, I'm teaching in a class. Hakikisha kwamba kila shimo ambayo utokea pesa yako umeifunga. It is not good to have guests in your house without plan.
Unaweza kuwa na wageni kwako nyumbani, wageni 7 na wamekuja kukaa siku 7, and you are not ready for it. Whether you like it or not, your budget is going to be adjusted. Because there are some neighbors who come to tour, to feast. To tour and to feast. Wanatembea wakule. Make sure you block every hole, kila shimo ambao pesa inatokea ya biashara. Wangapi ushai realize ya kwamba kuna mashimo au kuwa umefunga? Kama umeokoka, ongea ukweli. Wangapi umerealize kuna mashimo inakuanga umewacha? Unaweza niambia shimo moja? Najua iko. Hata sahi nikiongea sahi, utagundua ya kwamba you have a lot of money if you can close every hole. That is what also we are doing in our ministry here, Word Temple Church of God. Tunahakikisha hakuna shimo moja hivi inabakia shilingi ipitia hapo ikienda nje for nothing. Hiyo ni kitu unafaa kuelewa. Gather up the fragments that remain, that nothing should be what? Should be lost. It is good to know that a waster is also a destroyer. A waster is what? Is a destroyer. So train your appetite. You see, unaweza kuwa umekaa nje kwa biashara yako na mtu anapita na viatu au akutembeza, na uko na the same shoe at home, lakini sababu umeiona, appetite inaamka. You do what we call impulse buying. You buy without planning. Impulse buying. Nilisoma hiyo nikiwa primary school na bado sijasahau. Unaweza kuona mtu unatembea mlango kubwa pale ndani. Unapata vile mtu anatengeneza mutura, mate inatoka yote kwa tumbo, inakuja nje. Mutura tu. Yaani inangeuzwa hivi, ukipita na unasikia nikobole. Wacha nipite hapo. Utasema nikatie ya kobole, utakaa hapo ukule ya 200. Impulse buying, no planning at all. You buy what you see. Close every hole ya biashara na utaona, utashangaa. You know, hata kwa nyumba mtoto akililia ice cream unaendea, na school fees inahitajika anytime from Monday. Buambia mwenzako angote. Anytime. Magoha alikuwa amewaambia January, watu wakalamba school fees 2 weeks to come. Huwa nakuambia, you see I'm a true prophet. Ili ujue mimi nabii wa kweli, angalia vile maisha inakaa sahi. Funga kila shimo ya pesa kabisa. Pastor Josephat, nitafutie hiyo scripture kwa Proverbs. Mimi niko busy. Inasema a brother of the Wester. So ili tuendelee. So it is something very dangerous for you as a believer to be loose. To be what? To be loose. Make sure that from today, every single shilling that comes in your life, you know it. And the shilling that is going out, you can also know it. Stop wasting. Wambia, I'm telling you I'm busy. Proverbs 18 verse 9. Please read it quickly. That is it. Proverbs
18 verse 9. He also that is slothful in his work. Uvivu. Ukiona mtu ambaye ni mvivu sana, that man is also a waster. Because there is probability of spending something he has never worked for. Anakula kitu hajawahi fanyia kazi. I want to show you how to succeed very early in life. Very early. Don't say that you are old. There is nobody in this church who is old. I'm 41 years of age. By the time I am 45, books will be written about our success. Just 4 years, angalia. 4 years. 48 months. Siwaambie mwenzako pia wewe. You know, ninashangaa sana. Hiyo kitu nakuambia saa hii ifuatilie. You will save a lot of money. Quote for me Proverbs 18 verse 9. Hiyo ingine pasa nitakwambia siku ya Christmas. Lakini for now read this one. He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. A brother of a great waster. The great destroyer. Hallelujah. I want you to make sure from today, don't become a partner or a friend of a waster. No. God is not going to give you a lot in your business because, listen, Mungu anataka, you see, our God is a wise investor. Our God is a wise investor. He doesn't want to invest to lose. He's not going to bless you to lose the blessing. You are supposed to confirm to God. You are supposed to confirm to God that you are not a waster. How many are saying from today you are not going to be a waster? Praise the Lord. I heard from a great man of God, Bishop David Oyedepo. Listen, I have learned a lot from that man. A lot from 1999. Nilishangaa ile credit anaweka kwa simu yake na ako na jet ngapi? Jet 4 na university 2 na almost 6,000 churches. Lakini credit, ile credit, listen, kama credit ya simu kwa siku moja ameamua ni shilingi 100, mahali itaishia hiyo siku hakuna kuongeza. Wewe umeongeza mara ngapi sasa hii? Angalia mwenzako. Ngoja niongeze. Umeongeza na hakuna faida hiyo simu inaleta. You are a waster. You are a waster and you know. You are a waster and you know. Pastors, ni kweli. Yaani kila siku, hello, uko wapi? Nakwambia niliona ukiwa smart ile siku. Kwani ulikuwa unaenda wapi? Kumbavu. Yaani ngoja ikikatika usijali, naongeza saa hii. Taongeza. As simple as calling. Kuna watu ambao wanatumia 3,000 kuongea na simu kwa siku moja. No, 3,000 kuongea na simu 1 month. Sorry, 1 week. 1 week. 1 week. Kiatu yako ni ya pesa ngapi? Angalia. Na yote umehamishia kwa Safaricom. Ni kama ile siku utakufa unaenda kwa Safaricom. Be very careful. Don't be a brother to him that is what? Soma yako vizuri. Soma yako vizuri. Soma yako vizuri. Bwana asifiwe. He also that is slothful in his work. Yeye is, Kiswahili nasema yeye naye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye muharabu.
Yaani wewe tu ni muharabu, mtu wa kuharibu. Hauna future kwa sababu hivyo ndivyo ulivyo. Hivyo ndivyo ulivyo. I was also reading a book of a certain man of God. He's a Ghanaian. He's called Pastor Bishop Doug Heward Mills. You know how many pairs of shoes he has? Man of that caliber. Akona viatu pea ngapi? Alisema akona viatu pea 2. Wewe hata hakuna mahali pa maana unaenda. Hata hakuna mahali pa maana viatu umejaza kwa nyumba na hautauza. Hebu nikwambie kitu moja. Enda uokote viatu zingine uliacha kutumia hapo. Sell them ama utoe sandaka. Sell them ama utoe sandaka. Bwana asifiwe. Easy yes kusomea hapa. It's a very tough scripture in Kikuyu. Enda uangalie kwa Kikuyu utashtuka. Hawezi ukakat. That is what destroys businesses. Slothful. Yaani wewe ni mzembe tena unakaa na mtu ambaye kazi yake ni kuharibu. Stay away from such people. I say stay away from such people. God is not going to bless a waster. Curb waste. Stop it. Fight it. Fight the appetite of spending without a reason. And you are going to be a surprise even to yourself. You are going. Ni wangapi wanasema Pastor, I wish I knew that 5 years ago. Ukweli. Kwa hivyo wangapi umeshai haribu? Ukweli kuharibu uliharibu tu vitu. Hebu nione. Ukweli. Unajua ndugu mwingine alinitembelea kwangu kwa nyumba akapata sina redio. Sina redio mpaka sasa. Sina redio. Sijasema ni makosa. Lakini kuna mtu amejaza. Yaani ile space inachukuliwa na redio inatoshana na kitanda ya mtoto. Radio kubwa hivi. Alafu unaweka wimbo. Hata usikiangi maneno ni ati unaambia vijana ni ewa. Ni stima yako inakuliwa. Ni stima yako inakuliwa. Utalipa bili ya stima. We mpumbavu tu. Bwana asifiwe. Yaani Biblia ni tamu. Watu unaweza kuwa ndugu ya nani? Yaani kila kitu ukipata umeharibu. God is not going to bless you. God is not going to bless you. So God bless you. We move on. Number 2, I want you to become a very hard-working person. And I want to tell you to say this statement. This world is led by tired men. This world is led by tired men. Hii dunia unaona hii inaongozwa na watu wamechoka sana, wameshachoka wakifanya kazi, ndio wanaongoza. Lazy people. Beginning with the scripture we have just read, Proverbs 18, verse 9, he also that is slothful in his work is a brother. So ukiwa mzembe, mvivu ama mvuvi, yeye na aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye mharabu. So, I want you to go against laziness. When I talk about laziness, many things comes in. First of all, let me read Proverbs, a very common scripture we read.
in Proverbs 22. 22, verse 29. Proverbs 22, verse 9. Seest thou a man diligent in his business? Diligence in his business. He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Proverbs 22, verse 29. Do you see a man diligent in his business? Bidii. Na sio tu bidii tu, nita combine the word diligence with something else. You are supposed to employ skills. Unjuzi. Skills. Skills. Usifanye tu kazi hivyo, lakini uwe na unjuzi usio wa kawaida. Unjuzi. Skills in what you are doing. Seest thou a diligent man in his business? He shall stand before kings. Be diligence. Bidii. 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 Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele ya wafalme. Yeye atasimama mbele ya watu wasiokuwa na chao. You know, there is this tendency, and this is African. I don't know where we got it from. We always say that there is no hurry in Africa. Watu wanazeka wakiwa wajinga sana, wajinga kabisa. Unapata mtu ndio huyu. Hebu sikize kwanza nikuonye. Usifikirie saa hii wale watoto unalea watakuja kusaidia. Hiyo haiko kwa Biblia, hiyo iko kwa Afrika. Mtu anazaa watoto wengi sana wamsaidie. Wote na anawazaa wengi na anakosa kuwafundisha life skills. Jinsi ya kufanikiwa. Atawalea mpaka waoe. Mpaka waoe. Akiwalea alafu awalee pamoja na wake zao, na wale watoto watakuja. Huyo mama anakufa kwa sababu ya stress, kwa sababu ya kubebeshwa. So I want you to break this lazy culture and you become a diligent person. You are going to become a wonder even to yourself. The Bible says in Proverbs 14, Proverbs 14. In Proverbs 14 verse 23, Proverbs 14 verse 23, in all labor there is profit. There must be profit. In what? In all labor there is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury. So, katika kila kazi. Kwa hivyo usiniambie kazi yako huwa haina faida. Uongo mtupu. Kila kazi iko na faida. Kila kazi. Hata sahi yenye ninafanya sahi iko na faida sana, ya kiroho, ya kimwili. Kila kazi iko na nini? Na kwa hivyo tarajia kuona faida kwa hiyo kazi yako. Lakini lazima uwe na bidii. Lazima uwe na sio bidii ya wiki moja, sio bidii ya siku tatu, na sio bidii ya mwaka mmoja. Let diligence become your lifestyle. Make it your culture. Success will come even without you feeling it.
Please read for me in Swahili verse 23. Katika kila kazi mna faida. Maneno ya midomo inaleta tu hasara. Ushaona mtu ambaye anajua Ruto alikula nyama wapi? Kajiado. Wewe ulikula wapi? Kila mtu hapa ana story. Unajua watu wako na story. Ukitoka hapa kastori kako hapa, kastori kako hapa, kastori kako hapa. Unaongea na mtu bure tu. Yani you are spending most of your time chatting and talking and yelling, gaining nothing. Make sure from today you become a diligent, skillful worker. A diligent, skillful worker. And God is going to show you wonders. Proverbs 13:11. Proverbs 13:11. Bwana asifiwe. Nyosha mkono juu. Sasa ile neema ndio hiyo inakuja. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Receive the Spirit to succeed in your business. I impart that grace in your life. The wisdom needed, receive it. The favor is needed, receive it in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kuna kitu cha kiroho kinashuka kwa uzito sana juu yako ukiwa hapa. Utashangaa maisha yako itabadilika. Listen, there is no way I can fail in life. It is not possible. I'm not lazy. It is not possible. I am not lazy. So the Bible says, verse 11, it says, wealth gotten by vanity, corruption, lying, stealing, shall be what? Shall be diminished. But he that gathers by labor, you gather by labor, shall increase. Shall increase. Glory to God. So God wants you to increase labor. Labor. Praise the Lord. Labor. Make sure you curb waste. Hakuna kupoteza kitu. Alafu uweke bidii sana. Uweke bidii. Mambo ile itafanyika kwa hiyo kazi yako kidogo itakushangaza. Kazi. Hata kama ni kazi kidogo hivi. In all labor there is profit. Utaona mazao ya kazi. Ushangae. Kwa nini sikujua haya mambo kitambo? Kwa nini sikujua haya mambo kitambo? Kwa nini sikujua? Kwa nini sikujua? So, Proverbs 12 verse 14. Let me begin verse 11. Now, for those who have decided to succeed in business, choose new friends. Proverbs 12:11. He that tilleth his land shall be what? Satisfied with the bread. But he that followeth vain persons is void of understanding. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, mbali afuataye mambo ya upuzi. Upuzi. Wewe kazi yako ni kufuata vitu vya upuzi. Ati hauwezi kwenda kufanya biashara uoche kipindi inaitangwa Maria.
I've never watched it. I'm not a comedian. I don't have interest for all those things. Napata mtu ameangalia. Na haujawahi kusoma kitabu kimoja cha biashara wewe ukamaliza. Haujawahi hata kununua kitabu moja iko na hekima ya kufanya biashara. Haujawahi kusoma. Lakini vitabu zile umesoma Nairobian. Umeikram Nairobian. Mambo ya upuzi. Nazungumzia kuhusu nini? Mambo ya upuzi. Siku moja, and I told you this many times, that is many years ago now. I loved watching wrestling on a Saturday night. Ikifika hivi nakuwa addicted. Naona wrestling on a Saturday night. Nikuwa naifuatilia. Wakati mmoja nikiwatch, nikasikia roho yangu inahukumika na shangaa ni nini. Nikaendelea kuwatch. Nikaingojea hiyo Saturday ingine nikaiangalia. Moyo wangu unahukumika. Nashangaa nimekosea na nini. I went to pray that Saturday night in preparation for the service the following day. And the God spoke to me clearly. He told me, never watch wrestling. My spirit is not at peace with your spirit when you watch it. From that time until now, I've never watched wrestling. Sijakwambia watch, ona kabisa. Ona mpaka ugonge mtu. Vitu vidogo tu. Sijasema we endelea kuona mpaka siku utaongeleshwa. Lakini kile ninatoa kwa maisha yako saa hii ni kufuatilia mambo ya, si useme kwa sauti yote, mambo ya nini? Mambo ya upuzi, kwa sababu wewe ndio utakuwa mpuzi baadaye na umeisha. Diligence. Praise the Lord. Number 3. Who is your business mentor? Who is your business mentor? Who is your coach in the area of business? Who is your coach? Who is your mentor? Who is your coach? Who is your mentor? Where do you draw wisdom from? Who is that man or woman who challenges you to set a new pace for your life? Because Proverbs 27:17, the Bible says, iron sharpens iron, so a man shall sharpen the countenance of his friend. Proverbs 27:17. Hebu niulizie rafiki hapo, ni nani mwalimu wako wa biashara? Utashangaa. Listen, and this is the truth. There is nothing like a self-made person. Hakuna mtu amejitengeneza peke yake. Even the way I do ministry, because you see, I've never been a pastor in any another church. This was the first church I planted, and this was the first one. Hii ndio ya kwanza na ndio bado niko nayo. Isli was our first church to plant, and I'm still here. Sikuwa nimeshaikuwa mahali pengine. Sikuwa nimeshaikuwa mchungaji ama mtumishi mahali pengine. Hizi vitu zote nafanya, I have learned them from God, but I have also seen them in other places. Who is your mentor? Proverbs 27:17. Iron sharpens iron. Where parts usome hiyo? Usisome hiyo. Soma ile as water answers, as face answers to face in water. That is the one you are supposed to read. I'm busy reading this one. Iron sharpens iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Do you have a man who has succeeded in what you are trying to succeed in?
Nilikuwa nafikiria utaitafuta mbali. Proverbs 27 verse 19. As in water face answers to face, so the heart of man to man. Kuna mtu mahali anajua anajua vizuri sana kile ambacho unataka kuanza. Don't lock yourself in his lee when you can be international. Learn from somebody. Learn from somebody. Hebu sikiza. Hakuna mtu anaweza sema ya kwamba ako vile alivyo sababu Mungu peke yake alimtengeneza. Uongo kabisa. Uongo kabisa. Hakuna mtu ametengenezwa na Mungu peke yake. Mungu atatumia watu wa kutengeneza. Kama hauna patience, utapewa mke ambaye atakusababisha ukuwe patient. Ukimwambia tunaenda kanisani saa 3, tutakuwa church saa 3. Saa 3 ameenda kuoga. Utaongea, usimame nje, uitane, upige simu, utume watoto, ujitume na akwambie bado sijavaa. Na hata atakasirika akwambie hata ukitaka kwenda unaacha kwenda, na amekuchelewesha hapo. You will learn patience. Yani watu watakufundisha sana. Ni nani anakufundisha biashara wakati kama huu? Because we have all lessons. Nasikiza nikwambie, usifuatilie mafundisho nyingi unaona kwa YouTube. Ni biashara. That is also a business of somebody or a customer. That is also a business of somebody. But there are those who, you remember our scripture that we started with? Which one? 1 Thessalonians 5:21. What does this? Is it 21, 22? 21. It says, prove all things, then hold fast that which is good. So hakikisha umejifunza kwa mtu. Nilikuwa natafuta gate. Ninunue gate badala ya kutengeneza. Gate mzee ya chuma. Nikamwambia Pastor Peter, hebu enda tafuta mtu ana gate. Hizi za second hand. And then yule mwenye tulimpata akiuza ni mzee kuliko wazazi wenu. Just mzee next year. Kaniambia, Pastor, nilikuona ukiwa mdogo hivi wewe. Yaani ananiambia, si uliona mzee? Ni mzee kabisa kwa miaka. Nilishangaa ya kwamba ameajiriwa na kijana yake. Na yeye ndio anatake hiyo kazi. I think he must be over 70 years. Making a lot of money at the age of 70. Learn from somebody. Jesus had a pastor, Pastor John. Ni yeye alimbatiza. Ikiwa wewe hauna pastor, kama ati mimi sitaki wachungaji siku hizi, wachungaji ni mikora. Tengeneza wako. Ama we import from China. Ama wewe uwe mmoja. Wewe uwe mchungaji. Either you import from China. Ati mimi siamini makanisa, no problem. Ile siku utangojeka utaamini hospitali. Utajua hospitali ni ya maana kama vile kanisa ni ya maana. Wacha nikueleze. Learn from somebody. Learn from somebody. Kitambo wanawake wakipigwa, wakikosea na Bwana aanze kutaka kuwapiga because wanawake walikuwa wanapigwa, walikuwa wanakimbia wakienda kwa bedroom. Kwa bedroom. Siku hizi ukijaribu kutaka kumshtua mama anaenda kwa gate. Unaona ni tofauti? So funga gate kwanza. Alafu mkuje muongee. Funga kabla hujauliza. Ataenda. Ni tofauti na siku za nyanya yako. Nyanya yako alikuwa
akikosea na ajue anafuatwa, anaenda kwa kitanda. Sijui nini ilikuwa inamaliza vita hapo. Vita inaisha, hautawahi kuiona tena. Siku hizi watu wanaenda nje. Wisdom ni tofauti. Unaweza na mwanaume amekimbiza mzee, mama nitakupiga nikung'oe meno. Anangojewa kwa kitanda. Anatoka kama mambo ilibadilika kitambo, ilibadilika. Kwa sababu watu hawana mwalimu. You have no mentor at all. That is why you keep on repeating the same mistakes. You keep on repeating the same mistakes. Bwana asifiwe. Iron sharpens iron. Chuma inanoa ingine. So tafuta mtu ambaye amefanikiwa kwa biashara ile wewe unataka kuanzisha. Kama unataka kuuza makaa kwa mfano, jua mtu akishikwa kama ameuza makaa, apelekwa polisi, atalipa ngapi? Uliza gharama ya kushikwa, ili uache kutupatupa pesa. That is why you are supposed to do a thorough market research. Thorough market research. Wesi ukaniambia you are going to do an international business, hauna visa, hauna passport, wewe ile uko nao ni ile photo ndio uko nayo, zile zingine hauna. Are you ready to be blessed? So get to know a person who is doing the same. Hebrews 6:11. Hebrews 6:11. The Bible says, and we desire. We do what? We desire that every one of you to show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Verse 12, please everybody. It says that you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. You follow somebody who did it. You follow somebody who did it. Somebody who did it before. And you are going to be a sign, and you are going to be a wonder to many. Who is that is doing what you want to do? Let me go to point number 4 before we close. And this is buy your own equipment. Write it. Buy your own equipment. Kwa ile kazi unataka kufanya, weka bidii sana, uache kukomboa mashini za kazi. Wewe, hebu imagine vile tunatumia microphone hizi kila siku, kama tungekuwa tumekomboa. Kuna wakati utaenda kuikomboa, upate ya kwamba mwingine alikomboa kabla yako. Hiyo siku unaongea na mdomo yako peke yake. Trust God to own your own equipment of your business. If possible, make sure you own your own what? Equipment. Glory to God. Sikuwa nimesikiza hii inaongea bass nyingi sana macho. Hebu kuja kabla hujafanya kitu. So listen, you are supposed to make sure you buy your own what? Equipment. Hebu imagine kama kila siku ukienda kuvieka, lazima uombe nini? Wale mnafanya kazi ya boda boda,
Hata kama umeajiriwa saa hii unaendesha ya mtu, weka bidii ununua yako na ujiendeshe. Jianjiri. Hapo hakuna amen. Jianjiri. Hakikisha ya kwamba umetumia nguvu yako yote kwa equipment ambazo ni zako. Equipment ambazo ni zako. Kama wewe unataka kuingia kwa construction, for example, zile mashini za kumix nini, kokoto, simiti na nini, you buy it. Nunua tu uweke kwa nyumba, utatafuta usiku na mchana. Kwa sababu sio watu wote. Na kwani hapa kanisani hapa kuna mtu ako nayo? Nani ako na hiyo mashini hapa? Na ziko, ununua na uweke kwa Facebook uone. Itakuwa inatoka kwa hii mjengo, na uhakikishe uko na pickup. Usikomboe pickup. Pickup ni yako pamoja na mashini ni yako, na uone. And that one you don't need even to do anything. Hiyo nunua tu na uweke. Kazi sio wewe unaisukuma, na siku ile inafanya kazi ndio undaanjiri mtu. Ipelekwe ifanye kazi. You know how much per day? How much per day? It is 15,000. Kale kadogo hivi. 15,000 per day. Hiyo mashini ikichukuliwa ifanye kazi for 1 month. How much is that? Enda ununue hiyo mashini, hayaribikangi. Siku moja niliamua kununua ile mashini ya kujinyoa. You know, I'm very sensitive. I never use razors on myself. Zina ni affect. So nilinunua mashini ninajinyolea kwa nyumba. Hiyo ile mashini mnanyolewa nazo. So nilienda kutembelea kinyozi mmoja. Nikapata mashini yake imefungwa na raba na sellotape. Nikaenda nikampatia hiyo. Nikaachwa tena bila. Buy your own machines. Hebu imagine wewe uko na kinyozi na una mashini moja. Ati umeandika saloon is now open, na ndani hakuna kitu. Hata ile nyungu ya kuchoma wanawake ili watulie. Mungu ana njia nyingi za kutuliza watu wengine. So alihakikisha lazima kuna nyungu ya kupika akili. Unaingia umenyamaza ulipe pesa. You keep quiet to pay money. So buy your own machines. Hebu niulize, wangapi hapa unatumia mashini za mtu mwingine? Na hiyo point umeipata ni kweli. Kwa kazi maybe. Then inamaanisha hujaamua kufanya kazi. Hujaamua, tafuta kitu ufanye. Own machines. The moment you own it. Listen, I know a man who bought ile crusher ya kucrush mawe, ya kutengeneza, inaitwaje? Inapiga mawe inakuwa, I don't know, but it is called a crusher. Very expensive machine. Yani wakati alileta hiyo mashini ikafika tu Kenya, ilichukuliwa na serikali kwa haraka sana. Ile pesa mtu anapata kwa siku, you thank God that you have it. Consider owning machines. Inatengeneza ballast, na ingine inatengeneza article, inakanyanga. Sasa hebu nikuulize, ni mashini gani wewe uko nayo apart from tumbo? Kando na tumbo ya kusaga chakula, ni nini ingine? Mashini ingine gani uko nayo? Hebu imagine sasa kama sisi wote tungekuwa Word Temple Church, we preach asubuhi na jioni kama dawa. Asubuhi, mchana na wakati mwingine jioni kama dawa. Hebu imagine kama tungekuwa tunakomboa vyombo. Tunakomboa vyombo. Unakomboa, utaumia. When we were
Listen, wakati tulikuwa hatujajenga hii sanctuary, wakati kanisa iliama pale, tulikuwa tunakomboa hema, very expensive, very expensive. But when you own something, you begin to control money. I don't know whether this point is being taken. Wangapi wameelewa na hiyo point? Inamaanisha nini? You do what? You own your own machines. Hata kama sio ya kazi yako, itakuja kutumika. Utakuja kutumika. Kuna vitu uwezi ukaishi bila. You know, unaona kamera kama hizi tunatumia, hizi zinatuona sahi hapa kamera. It is not cheap to get one. It is not cheap to get one. But suppose you get 5 of them. Maisha inabadilika na wewe sio hata hujaokoka. Watu watakuwa na sikomboa kwako. 1 hour, 1,000 shillings. 1 hour. Utaona, utatafutwa na pesa usiku na mchana. Lakini nikuulize sasa hii, which machine? Okay, wacha niulize. Wangapi nikiongea hivyo umefikiria kuhusu mashini fulani? Unione. Akili tu imetembea ukaona mashini fulani. Nataka kuona kama you really think as I teach. Umefikiria mashini? Hebu niambie umefikiria gani? Yes. Kuja ugote. Uko na miwa yenyewe? Umepanda miwa? Oh, glory to God. Wewe umefikiria mashini gani? Yes. Generator. Kufanya nini? Ya kupambu maji, ya stima wakati stima hakuna. Wewe umefikiria mashini gani? Karaoke wewe umefikiria mashini gani? Car wash, kuna mashini ya car wash. Umefikiria gani wewe? Huyu anafikiria ile bike kubwa sana. Unakombolesha wakati wa harusi peke yake. Wewe umefikiria mashini gani? Si tunawaza haraka, niko karibu kumalizia. Mashini gani sahi? Mashini gani? Sasa hebu sikiza nikwambie. Kuna mashini ya shilingi 6,000 ya kutengeneza juice. Wewe huna kwako. Kama hujaanza na hiyo utanunua gani kubwa? Anzia hiyo na utengeneze, you squeeze juice you sell. Hiyo ni mashini. Ulikuwa unafikiria na mashini gani? Ni sisi tumekaa na tumeokoka, lakini hauanzi kuhusu mashini fulani ya kufanya kitu fulani. Those who own machines, they control economy. Machine. Ninajua mtu nilikuja kumwombea ni waka church ingine, NPC, I think so. Akaniambia, Pastor, I have an idea, I want to begin a business. Nikamuuliza nini? Akaniambia anataka kuwa na maroli za kusupply construction materials. Nikamuuliza uko na pesa? Hapana. Ni rafiki yangu ako nayo. Kwa hivyo ananipatia, naenda nabeba, nikimwaga narudisha roli na kitu kidogo. Unaona? Now, suppose he owned what? He owned all of them. Unaona wakati wa siasa, watu wa siasa, politicians, huwa wanani approach niwapatie gari. Ukomboleshe gari. Wanakupea 250,000 per month. 250,000 per month. Iwekwe sticker ya Ururuto. Ipigishwe biashara mpaka siasa ive. Kwa hivyo, hebu imagine wakati wa COVID, wale walikuwa na ambulance kulingana na Kagwe, moja pesa ngapi kwa siku, pastor? A lot of money. Those who have machines, think about it. Ni mashini gani uko nayo wewe? Hata brush ya kubrush viatu hauna, na hiyo ni machine. Ama ulikuwa unafikiria ni nini? Hiyo pia ni machine. Hiyo ni machine. Tafuta kitu ambacho kitakusaidia kuleta nini? Kuleta pesa hapo nyumbani.
God bless you. Wacha niulize pande ile, mashini gani umewaza? Nataka kusikia kutoka kwa mama. Na mvua ndio hiyo. Kama una mashini inaitwa mwavuli. Ni nini umewaza mami wewe? Mashini gani? Najua umefikiria. Mashini gani? Niambieni. Dennis, umewaza mashini yote? Gani? Excavator. Yani zinahitajika kila wakati. Na ujue hiyo haiharibiki leo. Mashini ya lifetime. Kwa hivyo Bwana asifiwe. Tufikisheni hapo. Bwana awabariki. Any question? Hauna swali? Tuombe. Blessed Father, in the name of Jesus, thank you for exposing us to this wisdom, to these instructions, to the directions that are coming from your Spirit. Help us today that as we consider coming west, becoming diligent, having mentors in business, and also investing in machines, Lord God, help us that we may begin to tap riches and wealth because of the advancement of your kingdom. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Tumejifunza mambo mangapi? Mambo mangapi leo? Yeah, 4. Number 1. Number 1. Number 1. Number 1. Number 1. Kabla haujafikia hata kufanya chochote, tumesema you prove what? All things. You prove everything. Then you hold fast that which is what? Of good. Ukishakuwa umehakikisha, then you go to the next step. What is that? Hakikisha hakuna waste. Hakuna waste. Number 2. Number 3. Diligence. Mtu wa bidii sio yako. Number 4. Have a mentor. Have a mentor. And I know there are many. Ya mwisho. On your own what? Yes. God bless you. Wangapi umepata kitu ya kusaidia kwa hiyo teaching? Enda ufundishe mtu mwingine. Tafuta mashini yako. Bwana awabariki. Wacheni tumheshimu Mungu na sadaka. Kwa hivyo nilikuwa nafikiria nitamaliza hii teaching, nikagundua ya kwamba next week Tuesday ni 29th. Mwisho wa mwezi ni lini? Mwisho wa mwezi ni Wednesday. Kwa hivyo Tuesday we are going to continue with this lesson. Na ya mwisho, kwa sababu watu wanafaa kuinuka. Utakuja kunikumbuka miaka ikiendelea ya kwamba pastor alitufundisha. Hebu tutoe sadaka kwa sababu kesho ni Saturday. Unapumzika jioni, hakuna ibada, lakini tunakuja kuosha kanisa. Na tulisema ya kwamba Sunday kila mtu anakuja na shilingi 1,000 kando na sadaka, kando na tithe yako, kando na just 1,000, ili tuweze kumaliza chapter ya kulipa zile rent zilikuwa zimechelewa za maofisi, other bills, church rent, zingine zilikuwa zimebakia. Wangapi unakuja Sunday ukiwa umejiandaa? Sunday ukuje kama umejiandaa. God bless you. Kama unahitaji bahasha, nyosha mkono utapewa. Let us pray. Father, accept our tithes, our offerings, our sacrifices. In Jesus' name we pray. The church of God said amen. Hallelujah. The Lord bless you. Enda uanze kuangalia maisha yako vizuri, uweke hizi vitu kwa kazi.
Hebu sasa toa sadaka, na kama una machine inaitwa umbrella utanyeshewa, kwa sababu kuna mvua ya mwezi wa 9, miujiza.